Unahitaji upako wa ukuu. Karibu mtazamaji wangu katika kipindi hiki cha Kutoka Madhabahuni, na leo ninakujia pale ulipo na ujumbe huo. Unahitaji upako wa kuwa mkuu. Ninapenda uelewe, mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema watu wa Mungu wanaangamizwa kwa sababu wameyakosa maarifa. Maana yake Biblia inakubali ya kwamba unaweza ukawa mtu wa Mungu lakini na bado ukaendelea kupitia kuangamia. Najua kuna watu wengi wa Mungu wanampenda Mungu vizuri, lakini pamoja na kutembea na Mungu kwa uaminifu, pamoja na maombi mengi wanayoomba, pamoja na uaminifu wote walionao mbele za Bwana, lakini bado wanaona kuangamia. Na wengi wamekuwa na maswali, inawezekanaje nimempenda Mungu, ninatembea na Mungu na bado ninaona kuangamia? Ninapenda uelewe, mtoto wa Bwana, neno la Mungu linasema zipo sababu nyingi za kwamba unaweza ukawa mtu wa Mungu lakini bado huoni mema kwenye maisha yako, na moja ya sababu ni kukosa maarifa. Hasa moja ya maarifa ambayo watu wengi wameyakosa ni haya ninayoyaleta kwako pale unaponitazama. Unahitaji upako ili kuwa mkuu. Unisikilize, mtoto wa Mungu, unahitaji upako kutoka kwa Bwana ili uweze kutoka chini na Mungu akuinue. Bila upako siku zote utabaki kuwa mtu wa kawaida. Kwa nini watu wameendelea kujituma kwa bidii, miaka inaendelea kwenda, lakini hawaoni wakiinuka kwenye maisha yao? Kwa nini watu bado wako chini? Biblia inasema mimi na wewe si mikia, sisi ni vichwa. Hatutakuwa chini, tutakuwa juu. Hatutakuwa nyuma, tutakuwa mbele. Lakini nataka uelewe, katika shule ya ukuu, katika shule ya mtu kuwa mkubwa, kuwa mkuu kwenye maisha hapa duniani, pamoja na mambo mengine mengi, lakini elewa, unahitaji upako ili kuwa mkuu. Maandiko yameendelea kuonyesha tena na tena vile ambavyo watu ambao walikuwa wa kawaida kabisa, lakini kwa njia ya anointing, upako, hawa watu hawakubaki kuwa kawaida tena. Elewa, mtu wa Mungu, ninaposema upako, upako maana yake nini? Upako ni uwezeshwaji wa kiungu. Ninamaanisha kuna uwezeshwaji wa Mungu fulani, ni lazima uje juu ya maisha yako, alafu utaanza kuona kuinuka, utaanza kuona kwenda juu, utaanza kuona unakuwa na ukuu. Unahitaji upako wa ukuu ili kuwa mkuu. Tuthibitishe kimaandiko. Mkumbuke Sauli. Neno la Mungu linatuonyesha Sauli anatoka kwenye familia ya ufugaji wa punda, na maandiko yanatuonyesha Mungu alimchagua Sauli awe mkuu katikati ya watu wake Israeli. Sasa katika miaka ile ya Biblia, wana wa Israeli walifika mahali wakataka na wao waanze kuwa na wafalme, na Mungu akamwambia maneno haya nabii Samuel ya kwamba wametaka kuwa na mfalme. Hakuna shida ya wao kuwa na mfalme, na Mungu alimwandaa nabii Samuel ya kwamba atamleta mtu kutoka nchi ya Benjamini. Huyu mtu ambaye atapelekwa kwa nabii Samueli ni nani? Ni Sauli, ambaye ni nani? Mfugaji. Yeye ni mfugaji, yeye na baba yake anasaidia kutazama punda wa baba yake, lakini Mungu anasema huyo ndiye atakaye kuwa mkuu, huyo ndiye atakaye kuwa mfalme. Lakini utakapoyachunguza maandiko sawasawa, utagundua pamoja na wazo la Mungu la Sauli kuwa mkuu, pamoja na utayari wa nabii Sauli awe mkuu, lakini moja ya kitu kilichomfanya Sauli kuwa mkuu ni anointing, upako tunaoita upako wa ukuu. Na ndio huo ninaokuambia ya kwamba haijalishi wewe ni nani sasa, upako wa ukuu ukija juu yako, hakuna namna, utainuka tu, utakuwa mkuu tu. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura yake ni ya 9 mstari wa 15. Samueli wa kwanza 9:15 na 16. Basi Bwana alikuwa amemfunulia Samueli siku moja kabla Sauli hajamwendea, Mungu akisema, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benjamini, nawe mtie mafuta
ili awe mkuu juu ya watu wangu. Nataka uangalie kwa makini, anasema nawe mtie mafuta ili awe mkuu. Mafuta yanayotajwa hapa ni kiwakilishi tu cha upako. Ninataka uangalie kwa makini maandiko yanasemaje. Mungu anamwambia nabii Samuel, nitamleta mtu kutoka nchi ya Benjamin. Atakuja kwako kutafuta majibu ya punda babake kupotea. Lakini mimi simleti ili apate majibu ya punda kupotea. Ninamleta, nataka umpe habari ya kwamba yeye ni mkuu. Yeye sio mfuga punda, anaenda kuwa mkuu, anaenda kuwa mfalme katikati ya watu wangu Israeli. Lakini nataka uangalie kwa makini, maandiko yanasema Mungu alimwambia nabii Samueli, mtie mafuta ili awe mkuu. Mtie mafuta ili awe mkuu. Manake bila mafuta hawezi kuwa mkuu. Mtie mafuta ili awe mkuu. Bila mafuta hawezi kuwa mkuu. Mafuta manake nini? Mafuta ni kiwakilishi cha upako. Mafuta ni kiwakilishi cha anointing. Anaposema mtie mafuta, manake hakikisha kuna upako juu, akiwezeshwaji wa kiungu juu yake ili awe mkuu. Na ndio maana nimekuambia ili uwe mkuu unahitaji upako wa ukuu. Maandiko yanaonyesha Sauli akafika, unapoendelea kusoma Biblia. Na Sauli alipofika, neno la Mungu linakuonyesha nabii Samueli alimwambia, je, ukuu amewekewa nani kama si wewe? Na Sauli alimwambia nabii Samueli, mimi natoka kabila dogo na ukoo mdogo Benjamini na ukoo wa Matri. Unawezaje kuniambia naweza kuwa mkuu? Biblia itakuambia kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Biblia inakuonyesha tena kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, sura yake ni ya 10, mstari wake ni wa kwanza. Ndipo Samueli akatoa chupa ya mafuta akayamimina juu ya kichwa cha Sauli, akasema, je, Bwana hajakutia mafuta ya ukuu? Hajakutia mafuta ili uwe mkuu juu ya watu wake? Mafuta yanatajwa, na nimekuambia mafuta ni kiwakilishi cha upako. Unahitaji upako wa ukuu ili uwe mkuu. Nje hapo, mtu wa Mungu utaendelea kuwa mtu wa kawaida, lakini upako wa Mungu utakapokuja juu yako, upako wa ukuu, hauwezi ukabaki pale ulipo. Angalia pia kitabu cha Samueli wa kwanza. Ninakufundisha unahitaji upako wa ukuu ili kuanza kuinuka kwenye maisha yako na kuwa mkuu. Kitabu cha Samueli sura yake ni ya 16. Samueli wa kwanza 16 mstari wa kwanza na wa 13 ni habari ya mtu anaitwa Daudi. Daudi alikuwa mchunga kondoo. Sio tu kondoo wa baba yake, wala sio wake. Hiyo ndio level aliyokuwa nayo Daudi. Alishinda polini akichunga kondoo. Lakini nataka uelewe, Daudi aliondoka kuwa mchunga kondoo mpaka kuwa mfalme. Nini kilichosababisha ainuke? Upako wa ukuu. Nini kilichosababisha awe mkuu? Upako wa ukuu. Haijalishi alikuwa mchunga kondoo, upako ulipogusa maisha yake aliinuka na kuwa mkuu. Unahitaji upako wa ukuu, mtoto wa Bwana. Usichoke, usikate tamaa. Sijajua naongea na mtu aliye kwenye kiwango gani, ila leo ninakujia pale ulipo na maarifa haya, na tutamuomba Mungu upako wa ukuu uje juu yako, na Mungu ajibuye maombi ya watu wake atayajibu maombi hayo. Na ninakuhakikishia kwa kadiri utakavyoendelea kuomba upako wa ukuu, utaona maisha yako yakiinuka na kwenda kiwango kingine. Samueli wa kwanza 16:1 na mstari wa 13. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa? Ijaze pembe yako mafuta, nenda, ninakupeleka kwa Yese Bethlehem, maana nimejipatia mfalme katikati ya watoto wake. Anamwambia chukua mafuta, nenda kwenye nyumba ya Yese, maana moja ya mtoto wake anaenda kuwa na ukuu. Chukua pembe yenye mafuta, nenda na mafuta. Mafuta ni kiwakilishi cha upako. Mstari ule pale wa 13, neno la Mungu linasoma hivi: akafika nabii, ndipo Samueli akatoa pembe yenye mafuta, akayamimina mafuta kwenye kichwa cha Daudi. Roho ya Bwana, roho ya ukuu ikamjia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Na tangu siku ile Daudi alianza safari ya kuinuka kwenye maisha, na mwisho alifika kuwa mfalme wa taifa lile la Israeli. Nini kinachomwinua? Upako
na upako tunaita upako ukuu. Mtu wa Mungu, usichoke wala usikate tamaa. Ninajua ulivyopambana kutaka kuinuka, kutaka kuwa mkuu, kutaka kubadilisha viwango vya maisha yako. Najua kuna kiwango unachokitaka. Iki kiwango kina tafsiri ukuu. Ili uweze kuinuka, unahitaji upako wa ukuu. Ninaomba na wewe sahihi, na pale ulipoomba pamoja nami, ninakuomba pale unaponitazama, simama sahihi na muamini Mungu pamoja nami ya kwamba tunaenda kuomba na Mungu ataachilia upako wa ukuu juu ya maisha yako. Pale ulipo sasa sema, Yawe, katika jina la Yesu aliye hai, asante kwa maarifa haya. Nimefahamu leo Jehova, ninahitaji upako wa ukuu ili kuinuka kwenye maisha yangu. Asante kwa ufahamu Bwana, sahi katika jina la Yesu. Jehova, ninaomba upako wa ukuu. Weka juu yangu upako wa ukuu katika jina la Yesu aliye hai. Sema, Yawe, ninakataa kuendelea kubaki chini. Ninaomba kuinuliwa na wewe. Weka juu yangu upako wa ukuu ili maisha yangu yabadilike na niweze kuwa na ukuu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, asante kwa ajili ya mwanao huyu. Amefahamu na ameomba. Nami mtumishi wako saye Mungu, ninamwombea mtoto wako huyu. Ule upako wa ukuu ukae juu ya maisha yake. Asiendelee kubaki chini. Asiendelee kubaki na viwango vile. Ninaweka juu ya maisha yake sahi upako wa ukuu mkuu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante kwa kuwa ni Mungu unayejibu maombi ya watu wako. Tumeomba, asante kwa kuwa unakwenda kumtendea, kwa kuweka upako wa ukuu juu ya maisha yake na kumfanya kuwa na ukuu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen tena amen. Mungu akutunze, Mungu akubariki. Asante kuwa na mimi katika kipindi hiki cha Kutoka Madhabahuni. Ninakualika katika ibada zangu ndani ya huduma Jokri Ministries Dar es Salaam, katika eneo la Kibamba Hospital. Kwa maelekezo zaidi, endelea kutazama mawasiliano hapo chini na upige simu, utaelekezwa ili uje uendelee kujifunza zaidi na zaidi sana, niweze kuomba na wewe. Mungu akutunze na akupe kuwa salama. Upako wa ukuu utende kazi juu ya maisha yako. Mpaka tunapokutana kwenye kipindi kingine cha Kutoka Madhabahuni. Bye bye.